Zaidi ya miaka 65 sasa, dunia inaamini kuwa serikali ya Marekani inaficha viumbe wa kutisha katika eneo liitwalo Area 51. Viumbe wanaotoka nje ya dunia, viumbe wenye akili nyingi wanaosaidia kuifanya Marekani kuwa na teknolojia ya hali ya juu na nguvu za kiuchumi. Hawa viumbe wanaitwa aliens. Hii hadithi inataka kuzua janga zito huko Marekani siku chache zijazo. Julai 11 mwaka huu wa 2019, katika mtandao wa Facebook, Wamarekani zaidi ya 1.5 milioni walitangaza kuungana na kuanzisha mpango wa kuivamia kambi ya jeshi la anga la Marekani ambayo iko ndani ya eneo liitwalo Area 51. Maandamano haya ya mamilioni ya Wamarekani kuivamia kambi ya jeshi huko Area 51 yanatokana na imani ya muda mrefu kuwa katika kambi hiyo ya jeshi na serikali yao vinafanya kazi na viumbe vya ajabu vitokavyo nje ya dunia yetu. Aliens ni viumbe wanaofanana kwa mwonekano na binadamu, lakini wenyewe wana uwezo mkubwa zaidi wa akili na maarifa makubwa zaidi ya teknolojia. Basi katika mitandao ya kijamii hasa Facebook, hadi hii leo Wamarekani wanaendelea kukusanyana wakijipanga kulivamia eneo la Area 51 ili kwenda kujionea ukweli juu ya uwepo wa viumbe wa ajabu, aliens, wanaofichwa huko na kufanya kazi kwa siri. Huu mpango wa hawa Wamarekani wanaotaka kuvamia Area 51 ili wakayaone hayo majini yanayoshirikiana na serikali na jeshi lao unaojulikana kwa jina la Storm Area 51. They can't stop all of us. Na siku walioipanga kutimiza maandamano hayo ni Septemba 20 mwaka 2019, na watafanya uvamizi huo usiku wa manane ifikapo saa 9 za usiku. Msemaji wa jeshi la anga la Marekani Laura McAndrews ametoa tamko kuwa Area 51 ni kambi ya jeshi itumikayo kwa mazoezi ya majaribio ya ndege na silaha zingine za kivita, na uvamizi huo unaopangwa kufanywa na Wamarekani katika kambi ya Area 51 utalazimisha jeshi kutumia nguvu na hata ikiwezekana kumwaga damu ili kulinda kambi hiyo. Huu mkasa unaoendelea hivi sasa huko Marekani unanirudisha mwanzo kabisa wa hadithi hii, miaka ya 1950. Miaka hiyo ndiyo ilianzishwa kambi ya jeshi katika eneo la Area 51. Lakini kuna tafiti nyingi za kisayansi zinafanywa katika eneo la Area 51, ila hizo tafiti na vyote vinavyofanyika huko Area 51 zimebaki kuwa siri nzito sana ambayo inatunzwa na serikali ya Marekani na jeshi lake. Na hata pia hilo eneo lenyewe la Area 51 kwa miaka mingi sana, serikali ya Marekani ilikuwa inakataa kukiri kuwa eneo hilo lipo kweli. Na hata kwenye ramani ya dunia ya Google, eneo la Area 51 limeanza kuonekana picha zake kuanzia mwaka 2018, wakati eneo hilo limekuwepo tangu miaka ya 1950. Ni kwa nini serikali ya Marekani na jeshi la Marekani wamekuwa wakificha sana huko eneo linaloitwa Area 51? Ni kwa nini wafanyakazi wa huko Area 51 na familia zao hawachangamani na watu wa nje ya eneo hilo? Tunajiuliza ni kwa nini mtu yeyote yule haruhusiwi kabisa kuingia ndani ya kambi ya Area 51, tofauti na ilivyo na kambi zingine za kijeshi. Area 51 imezungukwa na ulinzi mzito masaa 24. Kamera zimefungwa kila kona kuzunguka eneo hilo, na askari wamesambaa juu ya milima inayozunguka eneo hilo la Area 51 wakiwa na silaha zao za moto kuhakikisha hakuna mtu yeyote anayekaribia eneo hilo. Je, ni kweli huko Area 51 wanafichwa viumbe vya aliens, viumbe wa ajabu wanaotoka nje ya dunia, viumbe wenye akili na maarifa makubwa ya teknolojia wanaoisaidia Marekani kuwa taifa lenye nguvu na ushawishi zaidi duniani hii leo? Wengine najua watasema viumbe kama aliens hawawezi kuwepo, ni hadithi tu za kufikirika tu, lakini fahamu kuwa wanasayansi wote wakubwa duniani wanaamini juu ya uwezekano wa kuwepo kwa viumbe hao. Na ziko taasisi kubwa duniani zinazofanya uchunguzi masaa 24 juu ya hawa aliens, na kuna kila dalili ya viumbe hawa wapo, na mara kadhaa wamewahi kuonyesha dalili za kuingia ndani ya hii dunia yetu na kufanya wanavyovijua wao.
Lakini kutokana na kutuzidi akili, imekuwa ni ngumu sana kuwanasa na kufanya ushahidi wa aliens kuingia katika hii dunia. Leo hii acha The Storybook ikusafirishe mpaka kusini mwa jangwa la Nevada. Tuzame Area 51 na tuingie huko kabla ya hawa Wamarekani wanaopanga kufanya maandamano ya kuvamia Area 51. Area 51 ni miongoni mwa siri nzito za taifa la Marekani. Kinachofanywa ndani ya kambi ni siri nzito ambayo dunia haijui mpaka kesho. Siri iliyotunzwa kwa nguvu zote na kulindwa na jeshi la Marekani kwa miaka 65. Kambi ya Area 51 iko katika jangwa la hatari lililojaa vumbi na ukame, eneo lililozungukwa na milima mikubwa ambayo askari husimama juu yake kulinda mtu asisogelee kabisa kambi yao ya siri. Kuzunguka eneo la Area 51 vimewekwa vibao vya onyo kuwa ukijaribu kuingia eneo hilo, adhabu yake ni jela miezi 6 na hata kifo wakati wa kuzuiwa kuingia. Na hata barabara inayoelekea Area 51 ni barabara kubwa lakini haina jina, lakini ukiwa katika barabara hiyo utaona kamera na askari walio na silaha za moto wanaolinda eneo hilo masaa 24. Kiasi askari hao hutaniwa kuwa wanakaa macho masaa yote, kiasi kwamba mpaka wanawajua hadi kobe na sungura wote wanaoishi katika jangwa linalozunguka eneo hilo. Nguvu kubwa inayotumika kulinda eneo hilo ndiyo inafanya watu wazidi kuamini kuwa Area 51 kuna viumbe vya ajabu vinavyotoka nje ya dunia, yani aliens, na hao aliens wanafanya kazi kwa kushirikiana na jeshi la Marekani, na kazi hizo za siri zinazofanyika huko ndiyo msingi wa nguvu na mafanikio ya kisayansi kwa Wamarekani. Serikali ya Marekani ilikula kiapo hata cha kutotaja na kukubali kuwa wanamiliki eneo lao la siri liitwalo Area 51, ambalo hata hilo jina lake hakuna anayejua ukweli linatokana na nini. Ni kwa nini paliitwa Area 51? Hajui mtu. Hata maraisi wa Marekani walikuwa hawawezi kuliongelea eneo hilo na hata kutaja jina lake waziwazi mbele za watu. Kwa mara ya kwanza kabisa Disemba 8 mwaka 2013 ndio Rais Barack Obama akataja neno Area 51 mbele za watu. Siku hizi serikali ya Marekani inasema kuwa Area 51 ni kambi ya jeshi la anga kwa ajili ya kuifanya majaribio za ndege za kivita na silaha zingine za kijeshi. Lakini miaka ya 1950 watu wanaoishi huko Nevada mashambani walidai kuwa waliona vyombo vya ajabu vingi vikiwa vinaruka juu sana katika anga, na hazikuwa ndege za kawaida. Hivyo tangu kipindi hiko wakawa wanaamini hizo kuwa ni ndege za hao viumbe watokao sayari zingine, na hapo ndipo uvumi wa kuwepo viumbe aliens ulianza kusambaa duniani kote. Lakini histori inakanushwa na jeshi la Marekani. Wanasema kuwa hizo zilikuwa ni ndege zao za kivita zilizotengenezwa kuwa na uwezo wa kuruka anga za juu mbali zaidi ya ndege za kawaida, ili ziwe na uwezo wa kupita na kufanya ushushushu katika anga ya Urusi kipindi kile cha miaka ya 1950, enzi za vita baridi baada ya kuisha kwa vita kuu ya pili ya dunia. Misheni hiyo wanadai iliitwa Project U2. Kwa raia wengi wa Marekani na baadhi ya watu duniani, inaonekana ni hadithi ya kutengenezwa ili kuficha ukweli kuhusu hao viumbe aliens. Niwakumbushe pia Julai 8 mwaka 1947 huko Roswell, kusini magharibi mwa Marekani katika jimbo la New Mexico, kilianguka chombo cha ajabu tokea angani, kikiangukia kwenye shamba la mkulima mmoja aitwaye Mark Brezo. Chombo hicho kilipofika ardhini kikavunjika vipande vipande, lakini kilionekana kuwa na umbo la tofauti na chombo chochote cha usafiri ulichowahi kukiona duniani, na kilikuwa kinang'aa sana. Watu waliokiona chombo hicho wakasema wanaamini ni miongoni mwa vile vitu viitwavyo UFO, yani Unidentified Flying Object. Kwa Kiswahili ni vyombo vionekanavyo angani vikiwa havijulikani vinatokea wapi na ndani yake vimebeba nini. Huwa inaaminika kuwa hivyo viumbe tokea nje ya dunia, yani aliens, ndio husafiri kwa kutumia hivyo vyombo viitwavyo UFO. Huu ukawa ni ushahidi mmojawapo wa kuwepo kwa viumbe aliens, na kwamba ni ushahidi pia kuwa viumbe hao huwa wanaingia katika hii dunia yetu. Chombo hicho cha ajabu kilivyoanguka huko Roswell kilikuja kuchukuliwa na wanajeshi wa Marekani, na hawakusema kitu kuwa kidubwana hiko ni nini. Na ikapita miaka 47 ndio jeshi la Marekani likasema chombo hicho kilikuwa na kifaa chao ambacho walichokitumia kukirusha angani ili kiende kuichunguza Urusi kama ilikuwa ikitengeneza nyuklia, na hiyo ilikuwa ikiitwa misheni ya siri ya kivita iliyokuwa ikiitwa Project Mogul.
Jeshi la Marekani lilisema hivyo, lakini dunia ikabaki na watu wengi waliokuwa wakiamini hiyo ni cover up story, yani story ya kutungwa ili kuuficha ukweli juu ya viumbe aliens kuingia duniani. Wakati dunia bado iko kwenye kizungumkuti kujua je, ni kweli kuna viumbe watokao sayari za mbali, viumbe wa ajabu wanaotisha wenye akili nyingi, na eti viumbe hao wanakujaga huku duniani kwetu, tena wanafanya kazi na jeshi la Marekani kwa siri. Ghafla mtu mmoja akatoa neno lililozidisha taharuki. Na hiyo ilikuwa ni mwaka 1989. Kanali mstaafu wa jeshi la Marekani aitwaye Robert Leza alikuwa akifanya kazi ndani ya kambi ya Area 51. Akatoka mbele za watu na kusema kuwa ni kweli kule Area 51 wapo viumbe aliens, na huko kuna tafiti za kisayansi zinazoendelea ambazo zinawahusisha viumbe hao wa ajabu watokao nje ya dunia. Kwa vile huyu bwana hakuwa na ushahidi wa picha wala video za kutrend Instagram kama tulivyolemaa siku hizi, basi wanasayansi wakasema ni mpuuzi mmoja tu asiyejua anachokisema, hivyo maneno yake yakadharaulika. Lakini huyu ni mtu ambaye amefanya kazi huko Area 51, na kumtaka aje na ushahidi wa picha ni kuwa na akili za kitoto za kutojua kuwa katika mishe za siri zinazosimamiwa na serikali ya Marekani, basi huwa kunakuwa na ulinzi mzito wa kuhakikisha hakuna anayeweza kutoka nje na ushahidi mzito kama vile picha ambazo anaweza kwenda kuzivujisha huko nje. Hivyo kama mtu atapata siri za Area 51, basi ni lazima atakuja na maneno matupu. Na vipi mtu aliyefikia kuwa kanali wa jeshi la Marekani awe juha asiyejua anachokisema? Basi kutokana na matukio kama haya ndiyo mpaka leo imebaki vichwani mwa watu kuwa huko Area 51 ni kweli wapo aliens, na wanafichwa na serikali ya Marekani na jeshi lake, na kazi wanayoifanya huko Area 51 hao aliens wanaijua wenyewe. Juni 2019, taasisi itwayo YouGov ilifanya utafiti kwa raia wa Marekani kama wanaamini kuwa serikali yao inafanya kazi kwa siri na viumbe hao kutokea nje ya dunia waitwao aliens, na matokeo ya tafiti hayo yanasema zaidi ya nusu ya raia wa Marekani, yani 54% ya Wamarekani wanaamini kuwa jambo hilo ni la kweli. Je, aliens wapo kweli? Huko Marekani mara kadhaa yamewahi kutokea matukio ambayo yanatilia ushahidi kuwa viumbe aliens wapo kweli. Kwa mfano, kisa kilichotokea huko magharibi mwa Marekani katika jimbo la Colorado, kamera za barabarani zilinasa picha ya kiumbe alien akikatiza barabarani. Video ilionyesha kiumbe mwembamba mno kuliko binadamu alivyo. Alikuwa ni kiumbe mweupe sana zaidi ya chokaa, kiasi kwamba anang'aa kama taa. Kiumbe huyo kama tuonavyo picha za aliens wengine, naye alikuwa na kichwa kikubwa, halafu mwendo wake ulikuwa ni wa spidi kubwa na machachari sana. Yaani kama ndio unakutana naye usiku utatokwa na haja kubwa na ndogo hapo hapo, na pia pressure itashuka na kifo cha ghafla kinaweza kukukumba. Basi hiko kiumbe kilionekana kuizunguka nyumba ya mwanadada aitwaye Vivian Gomez, na kisha alijaribu kufungua milango ya nyumba hiyo.